Tushapoa, kazi ya Mungu haina makosa, njia yetu ni moja na tutafuatia. Tunamuombea mzee wetu tu apunguziwe adhabu huko alipoenda yeye, na sisi tutafuata, na wengine washafuata, wazazi wetu na wengine. Na taarifa ya msiba uliipataje? Lakini vile ambavyo ulikuwa ukimfahamu mzee kabla ya kifo chake, kama ulipata bahati ya kuzungumza naye siku unaweza kushare na sisi? Mimi mzee nafahamiana naye siku nyingi kidogo, miaka hiyo ya 90 wakati tunaanza muziki, wakati mzee anakaa Kurasini. Wakati tunasoma na Juma, tulikuwa tunaenda kwao pale, na Juma alikuwa anakuja kwangu. Mzee alikuwa ni mtu mmoja mkarimu sana. Pale kwao kulikuwa kuna mchungwa. Kina Juma, huo mchungwa ulikuwa tukienda pale ndo tunafikia pale. Ule mchungwa ulikuwa unazaa balaa. Yaani mpaka tuliupa jina ambao sio sahihi, siwezi kulizungumza hapa. Kila tukienda kuna machungwa. Alafu ulikuwa ni mtamu kweli. Kwa hiyo tukifika pale mzee Kasimu anambia ongeeni mambo yenu ila msiguse hayo mpaka yakomae. Na mama ni matamu, muulize Juma anakuambia. Sasa zingine na Juma tukitoka shule tunakutana tunaenda pale. Siku nyingine tunaenda kuyavizia machungwa tu. Unajua mzee, nadhani mzee kipikie tu kwa nafasi kazi sio kwa sorero Tazara Tunajua midaya saa 7 yupo, tunaenda pale story. Kama mama yupo ndani tunasalimia. Tunayangoa, tunaficha mfukoni, tunaondoka. Juma anambia machungwa mmeng'oa jana, mzee Kasimu kaja akapiga kelele kweli. Kwa mzee nafanya naye siku nyingi. Alivyohamia hapa nyumbani hapa nilikuwa nakuja kwa sababu mimi nakaa jirani na hapa. Mimi nakaa jirani na Nature na kwangu na hapa kwa mzee sio mbali. Na sisi wengi wakati wa TMK wakati tunatoa zile album tulinunua viwanja jirani. Kwa hiyo tukai mbali sana, yani hamna sehemu ambayo unaweza kaenda kwa mwenzako kwa nusu saa dakika 20. Ndio tulikuwa tuko karibu hapa. Kwa hiyo nilivyosikia mzee anaumwa, tulikuwa tunawasiliana na Juma. Na hata asubuhi nimeamka nimekuta miss call ya Juma na ya za wenzangu, nikawapigia ndo nikaambiwa mzee ametangulia mbele ya haki. Kwa hamna jinsi, nikupeana pole na kuhudhuria msibani na tukamstiri mzee wetu. Yes. Ni moment gani ambayo unaikumbuka baada tu kupata taarifa ya kifo ilikujia kichwani kipindi chenu ambacho mnaanza muziki, na kama ulivyoniambia historia yenu na Juma Nature tangia mnasoma kipindi kile mnakwenda Kurasini mnavizia machungwa mzee ajipindue ili muweze au sio bwana? Ni moment gani unaikumbuka Temba? Moment kubwa ya mimi na mzee nakumbuka mzee Kasimu ni yale machungwa tulikuwa tunapambana nayo, sio mara moja wala mara mbili. Yaani pale kwa ni machungwa, yani acha kabisa. Tukienda kule sehemu moja ilikuwa inaitwa beach beach Kimba Sasa nyingine unataka appointment na Juma lakini lazima upite pale. Wengine unakuta nyumba imefungwa kile lazima ujiuguze pale, unatungua 1 2. Tulikuwa tunapita tunaenda kuogesha mbwa kule baharini kule. Mimi katina kacha ng'ombe lazima upite pale kwa Juma kwa sababu ni mwana na kubaki pigie kwa mna hata simu. Kwa hiyo tunaishi kwa kuoteana tu. Kipindi kile mnasoma ndio kidogo umaarufu unaanza kuja. Hata muziki mmeanza kuingia. Baba alikuwa anachukuliaje masomo na muziki na jinsi kilichokuwa naunganisha na Juma sana ni muziki? Baba alikuwa anachukuliaje kipindi kile kama unakumbuka vizuri Temba? Kwa mzee wake Juma kiukweli sikujua sana, lakini mimi naamini Juma kwa mzee alikuwa anaamini muziki ni ajira, hata mama tofauti na mimi. Mimi wazazi wangu walikuwa hawakubali kuhusu muziki. Sababu hata kuna kipindi nilikuwa napataga show na Juma. Mimi nazuiwa, Juma anaenda. Zamani unajua tulikuwa tunazimana nguo kwenye show Juma ananipigia, bwana una fulana yako moja mbele imeandikwa Lags ni gay. Unajua zamani ulikuwa unavaa fulana mpaka inapako unaenda kuchovya gari yako. Afu mimi ulangu ulikuwa mkubwa, unampa Juma anavaa akienda kwenye show na kwa kama kavaa shuka vile au pazia. Lakini ilikuwa ni moja ya maisha. Kwa hiyo lakini Juma yeye kwao mzee sidhani kama alikuwa anamzuia sana kwa sababu Juma alijua amefanya matamasha mengi sana kuliko mimi. Mimi wazazi walikuwa hawataki kabisa. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa natumia, hata nakumbuka kuna siku moja ilikuwa kuna Juma alipata breakdown njia moja ya Mbozi Road jirani na nyumbani kwetu. Mimi nilikuwa tu nakaa Changombe pale. Kwa hiyo akanipigia, bwana nimeishiwa mafuta na gari benzi yake kipindi kile. Njoo hapa uweze njia gani kunisaidia. Kwa hiyo mimi inabidi niamke niende nikamgonge. Niko naishi na aunti yangu. Naambia bwana aunti, Juma kaishiwa mafuta. Naomba nikamsaidie. Ananiambia nipe niongee naye. Kwa hiyo inabidi nimpe aongee naye. Kwa hiyo malezi yalikuwa ni tofauti. Mimi wazazi wangu walikuwa ni wakali kweli. Lakini mzee Kasimu kumbukumbu zangu naona kama alikuwa na support sana upande wa Juma. Hata mama, kwa tukienda pale mama Juma pale lazima apike tule. Na hata mimi nilikuwa akija nyumbani ilikuwa hivyo, tulikuwa tunaishi kwa upendo. Japokuwa safari ilikuwa ni ndefu kweli ya mafanikio. Hiyo ni zamani wakati mnajitafuta. Mmejipata kundi kubwa wanaume. Mara ya kwanza kukutana na mzee
ilikuwaje wakati tayari Temba jina lako ni kubwa, Juma Nature jina lake ni kubwa, na taifa na East Africa inawaimba kwa uzuri kwa show zenu kali ambazo mlikuwa mnafanya? Mzee alikuwa anazichukuliaje? Zaidi ya kutupa hongera vijana wangu, pambaneni. Sasa hivi sisi tunawategemea nyinyi, sisi tushakuwa watu wazima. Nyinyi ndio mnatakiwa tutunze sisi. Sisi tunacheka, ulichokopo nacho mfukoni unampa mzee, anashika, mama anashika, maisha yanaendelea. Yeah. Nimefurahishwa na jinsi ambavyo wanamuziki ambao wamechonga barabara mnavyoshikana kwenye shida. Hapa nimeona TMK karibu wote, nimeona Keyala, nimeona Inspector Harun, nimeona Doro, nimekuona Temba, nimeona Rich One na wengine wengi nazidi kuwaona hapa. Unatamani kusema nini ambacho nyinyi mnacho, mmebarikiwa nacho wasanii wa zamani, kwamba katika upendo, kujaliana na kukimbiliana kwenye shida? Unatamani kuwaambia nini hawa wanamuziki ambao wanachipukia, ambao sasa hivi unaweza kukuta hata kwenye misiba wanachagua ya kwenda, na hata wakienda wengine wanakwenda mpaka na mabouncer kwenye shughuli? Lakini nimekuona Temba hapa ni mwanamuziki mkubwa, lakini hauna tagi la kusema nyuma unalindwa na vitu kama hivyo, lakini umejitokeza kwenye msiba na kuja kuwafariji wafiwa, kumfariji rafiki yako ambaye umesota naye kwenye muziki. Upendo na utu na ukarimu ndio kila kitu. Haya mengine yanapita tu. Wewe fanya unavyofanya, ikifika mwisho utakubali tu. Sisi wote kwa hala tutarejea. Haya mengine yanafanyika kwa vijana ni kutokana na upeo tu, ambao mwingine anapewa kila kitu lakini upeo anakuwa hana, mwingine anakuwa nao, na hatupaswi kuwa laumu, ni kuwashauri. Unajua wengine ni wadogo sana. Hawa vijana sasa hivi wengi ni wadogo. Mwingine anatakiwa kupewa elimu, maisha yako hivi na hivi. Sio wengine tumekuwa katika misingi na maadili haya ya kuweza kuhudhuria kwenye shida na raha, kwa sababu tulifuata misingi ya mabraza ambao walitangulia walikuwa wanafanya. Hao kina Kiara, kina D Chief, unaona kina Mr. 2. Tulikuwa tunawafuata zamani. Tufenyeje ili tuweze kutoboa kwenye muziki, wakatuelekeza. Tufenyeje ili tuweze kuwa na heshima, tunaelekezwa. Lakini sasa unakuta vijana wengi sasa hivi wengine wanapata bahati lakini wanafuata maadili ya koja. Unajua kuna kitu kizuri kama society ambayo imekuzunguka, unaishi nayo vipi? Naelewa bwana. Lakini wewe ni wewe, lakini unatakiwa ukae ukijua kwamba kwa hala tutarejea. Tufuate tu maadili, taratibu. Kama ukikosea unapaswa kuomba samahani, na samahani si mara moja. Hakuna ambaye ameumbwa anapatia, sisi wote tunakosea. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kuhudhuria kwenye shida ya mwenzio, njoo. Ukikosa hamna shida, nyingine inakuja utahudhuria. Mimi si walaumu. Mimi kukutana naye ambaye wanamsema yuko hivi na nitamshauri, kwa sababu hata mimi na misiba mingine sijaenda. Mimi ni binadamu. Na sherehe nyingine sijaenda, na mimi ni binadamu. Kwa hiyo maisha yako hivyo. Kuna muda inatokea shida kwa mwenzako au una kitu. Kuna muda inatokea furaha kwa mwenzako, anaoa, labda anabatiza mtoto, anamtoa mtoto nje, unaenda usiende. Ni moja hapo situation ya maisha. Unaweza ukawa nacho, unaweza ukawa huna. Tunapaswa kupeana elimu na kusaidiana. Japokuwa usemwe ili ubadiliki, ni moja ya maisha. Nyayo. Neno lako kubwa kwa rafiki yako Juma Nature wakati huu ambapo amempoteza baba yake mzazi, na wewe upo hapa kwa ajili ya kufariji familia pamoja na rafiki yako? Juma ni mshikaji wangu, jamaa ni mkarimu na ana moyo wa kujikaza. Najua hili tutamaliza, ni mtihani amepitia na wengi wanapitia, na mimi nishapitia. Ni kujikaza tu, tukamstiri mzee wetu na kumuombea maisha mengine yaendelee. Asante sana. Pole sana Temba. Asante sana bro.